Shalom, jina langu naitwa Mchungaji Vincent Mwakisyala. Ninakukaribisha katika kipindi hiki maalum sana cha neno la Mungu. Siku ya leo imempendeza Mungu kuingia mtaani kwenda kuifanya kazi ya Mungu. Tumetoka wachungaji wengi kutoka sehemu nyingi tofauti tofauti kwenda kuihubiri Injili. Wote utakaoona kwenye video hii ni watumishi wa Mungu, wachungaji. Tumeingia mtaani kuipiga Injili na Yesu amejitwalia utukufu na watu wamempa Yesu maisha yao. Hivyo basi ninakukaribisha katika kipindi hiki kwa kitazame, naamini Mungu atakusemesha kitu chochote katika kipindi hiki na utukufu utamrudia yeye Bwana Yesu. Mungu akubariki sana. Soma hichi kisa kinachoonyesha baba mwema ambaye alikuwa na wana wawili, na mmoja akamwendea baba yake akamwambia, baba, nipe sehemu yangu ya mali. Na alipompa, Biblia nasema baada ya siku si nyingi yule mwana akaondoka, na alipoondoka akaenda kutumia vile fedha na zile mali ambazo baba yake alimpatia. Biblia nasema akavitumia kwa uasherati, akazitumia kwa anasa, akazitumia kwa mambo ambayo hayampendezi Mungu. Lakini bana, haiwezekani ni yaishi haya maisha. Akaona kama anabanwa, akaona kama baba anampangia. Baadaye akasema hapana, ngoja niondoke. Na alipofanya maamuzi ya kuondoka, ndipo alipokutana na washauri wabaya, wakamshauri vibaya, akatumia na fedha zake vibaya. Na wale washauri wabaya zile fedha alizozitumia baadaye wametumia naye, wakaondoka wakamwacha, akabaki peke yake. Na wewe inawezekana asubuhi ya leo uko peke yako, unaona hauna tumaini, unaona uliokuwa unakitegemea hakipo. Ngoja nikwambie asubuhi ya leo, yuko anayekupenda, yuko anayekuasia mema, yuko ambaye anakupa tumaini, yuko ambaye ana uwezo wa kukurejeshea thamani yako, ana uwezo wa kukurudishia hali yako iliyopotea. Ni Yesu Kristo mwenye nguvu, ni Yesu Kristo mwenye uwezo, ni Yesu Kristo mwenye uponyaji, ni Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Hichi kisa kinasema yule mtu alipoona ameishiwa vitu vyote, akampata mtu ambaye alimpeleka kwenye shamba. Ile shamba lilikuwa na nguruwe, na hakuna kitu kibaya kama Wayahudi kupelekwa kwenye nguruwe, maana kwao ni najisi. Japo sisi Yesu ametutakasa na hata kitimoto tunakula, lakini kwao ilikuwa ni unajisi. Ile ilikuwa ni kazi ya aibu.
alipelekwa kwenye kazi ya aibu kwa sababu tu alitoka kwa baba. Na wewe leo umepelekwa kwenye kazi ya aibu. Mwingine anajiuza, anasema mimi sipendi hii hali, ni kwa sababu tu umemkosa Yesu kwenye maisha yako. Mwingine ni mlevi, anasema hii hali siipendi, ni kwa kuwa tu umemkosa Yesu kwenye maisha yako. Unaitwa jina baya, ni kwa sababu tu umemkosa Yesu kwenye maisha yako. Leo nikualike, yuko Yesu anayekupa jina jipya. Yuko Yesu anayekuletea thamani yako. Uliitwa ni mlevi, utabadilishwa, utaitwa mtumishi wa Mungu. Uliitwa mchawi, utabadilishwa, utaitwa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tu Yesu ameingia ndani yako. Haleluya! Haleluya! Biblia nasema huyu mwana mpotevu alipopelekwa kule shambani, akataka kujishibisha chakula walichokuwa nakula nguruwe. Inawezekana unachokula unaokota okota, naye alikuwa anaokota okota, anatamani kujishibisha na nguruwe. Inawezekana maisha yako walikuita majina fulani hivi mazuri, wakakuita boss, wakakuita mwenye heshima, lakini heshima yako ilipotea. Ni kwa sababu tu uko nje ya Yesu. Leo ukiwa ndani ya Yesu, jina lako litarejeshwa, utarudishiwa heshima yako. Heshima yako inarejeshwa kwa sababu Yesu anaingia ndani yako. Ana uwezo wa kubadilisha hali yako. Historia yako inaweza ikabadilishwa. Haleluya! Haleluya! Makutano, yuko hapa Yesu asubuhi ya leo tunayemhubiri. Sio kwamba amekufa na anaitwa hayati. Hapana, hapana. Huyu alikufa na akafufuka, na alipofufuka akatutoa kwenye vifungo. Tulikuwa tumekufa, Yesu akatufufua, ametuweka hai, na leo tunakuhubiria habari zake. Na wewe ukimpokea leo, atakufufua, atakufanya kiumbe kipya. Haleluya! Ndio tunazisema habari zake. Biblia nasema huyu mwana akajifikiria, akatafakari. Na leo nataka utafakari kama huyu aliitwa mwana mpotevu, lakini baadaye akarudishiwa jina la heshima na mara mbili zaidi ya kwanza. Akajitafakari. Biblia nasema akasingatia moyoni mwake, akasema ni watumishi ngapi wako kwa baba. Aliangalia idadi ya watumishi wako kwa baba yake, akasema wanakula chakula na kusaza, lakini mbona mimi ninahangaika? Na leo nikwambie ndugu yangu, Yesu, nafasi yako bado ipo, haijajaa. Nafasi yako ipo. Inawezekana una magonjwa, nafasi ya uponyaji ipo, 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 ipo asubuhi ya leo. Inawezekana wachawi wanakutesa, nafasi yako ipo, ipo asubuhi ya leo. Anaweza kukuponya, anaweza kukulinda, akakukinga. Biblia nasema ya kwamba, Petro anasema na ninyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani ya kumwamini Kristo Yesu. Ukimwamini Yesu, ulinzi ni haki yako. Ukimwamini Yesu, utalindwa katika kiwango ambacho hata rais alindwi namna hiyo. Haleluya, haleluya! Unalindwa rohoni, unalindwa nafsini, unalindwa na mwilini. Ni ulinzi ambao hauwezi ukaugaramikia, kwa sababu ungeugaramikia usingeweza kulindwa. Lakini gharama yako ni kumkiri Yesu tu, inatosha sana. Ukimwamini Yesu, anakulinda bure. Hauhitaji fedha, hauhitaji dhahabu, hauhitaji gharama yoyote. Gharama yako ni kuamini moyoni na kukiri kwenye kinywa, unapata wokovu. Haleluya, haleluya! Biblia inasema yule mwana akarudi, akasema bora nirudi kwa baba, nirudi kwa baba. Kuna mtu anajiuliza, anasema natamani niende kwa Yesu, lakini sina mavazi ya kuvaa. Natamani niende kwa Yesu, lakini sigara siwezi kuacha. Natamani niende kwa Yesu, lakini sina kazi zaidi ya kujiuza. Natamani niende kwa Yesu, lakini kazi zangu zimenibana. Sikiliza, hauhitaji kuacha kazi ndio uje kwa Yesu. Njoo hivyo hivyo ulivyo. Yesu anakutaka kama ulivyo. Swala la kumkutengeneza, mwachie Yesu, yeye anaweza. Ndio maana mwimbaji mmoja akaimba akasema, mwachie
Yesu, yeye anaweza. Njoo ulivyo, hivyo ulivyo, njoo hivyo hivyo. Hata kama uliitwa vibaya, njoo hivyo hivyo, hivyo hivyo ulivyo. Yesu atakutengeneza. Bila anasema yule mwana alipokuwa mbali, kumbe baba alikuwa anamngoja saa nyingi. Anasema alipokuwa mbali, baba akamkimbilia. Alijiona kwamba hafai, lakini baba akasema, mwanangu, wewe bado unafaa. Ulikuwa umepotea lakini umerudi. Ulikuwa umekufa lakini umefufuka. Wewe jinsi ulivyo, ndio maana nakwambia njoo kwa Yesu hivyo hivyo ulivyo. Usijiulize ulize. Yule mwana alipoenda kwa baba, baba cha kwanza akasema, mvueni ili vazi la zamani, mvueni vazi la zamani, mvikeni vazi jipya. Liko vazi jipya kwa ajili yako, na ili vazi linatafsirika kama usafi au maisha matakatifu. Kumbe uhitaji kuja na utakatifu. Yesu anataka uje hivyo hivyo ukiwa mwenye dhambi. Swala la kukutakasa liko ndani ya uwezo wake. Atakuvua vazi la zamani, atakuvika vazi jipya, na Biblia inasema utakuwa mtakatifu kama baba alivyo mtakatifu, kwa sababu tu umekuja kwa baba. Haleluya! Nina uhakika na huyu Yesu anayehubiriwa na anayemhubiri, kwa sababu hata mimi aliyageuza maisha yangu. Wala sikuwa hivi, hapana. Ukiona nina ustaarabu ni kwa sababu Yesu amenistarabisha. Ukiona niko smart ni kwa sababu Yesu amenismartisha. Haleluya! Ni Yesu tu. Njoo hivyo hivyo ulivyo, njoo na kukaribisha asubuhi ya leo. Njoo kama ulivyo. Yesu anakupenda, Yesu anakutaka na anakusubiri sana. Ana hamu na wewe. Biblia anasema ya kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kazi ya Yesu imekuja kwa ajili ya maisha yako, akurejeshe tena kwa Baba, akufanye tena mwanae, akufanye tena mtakatifu. Haleluya! Haleluya! Nampenda Yesu. Yeye anathamini hata mwenye dhambi, wala amwonee kinyaa. Anamkumbatia mwenye dhambi, anamtakasa kwa damu yake. Ndiposa alikufa msalabani kwa ajili ya kila mtu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Ana uwezo wa kuondoa dhambi. Biblia anasema yule mtumwa, baba yake akaagiza, akamwambia mvike na pete, na pete inaonyesha alama au ishara ya mamlaka. Yesu anaweza kukurudishia mamlaka yako iliyopotea. Utakuwa na mamlaka juu ya dhambi, na ndio maana kwa jina la Yesu mapepo yanakimbia. Kwa jina la Yesu magonjwa yanaondoka. Iko alama ya Yesu asubuhi ya leo anayeweza kukupatia. Haleluya! Haleluya! Anasema mvikeni na viatu. Viatu vinawakilisha umiliki. Leo unataka kumiliki nini kwenye maisha yako? Njoo kwa Yesu, atakupa, atakupa, atakupa. Paulo anasema, ole wangu mimi, lile ambalo ninalolitaka silitendi, lakini ambalo silipendi ndio ninalolitenda. Lakini baadaye alipokutana na Yesu anasema, nashukuru kwa ajili ya hii neema, kwa ajili ya hii sheria ya uzima imeniweka mbali na sheria ya mauti. Sasa situmii akili zangu, situmii sheria, natumia neema. Biblia nasema neema ya Mungu iokoao wanadamu imefunuliwa asubuhi ya leo, imefunuliwa kwako, imekuja kwenye maisha yako ikuokoe. Haleluya! Ndugu yangu, nina maneno mengi sana, lakini nijitoshe kusema Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Anakutaka uje kama ulivyo. Na wala Yesu alipokuja hakuja kuleta dini mpya, alikuja kuleta wokovu wa kweli. Alikuja kuleta njia ya kumwona Mungu. Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Kwa hiyo inawezekana una dini yako na ni nzuri sana na inaheshimika sana, lakini dini yako nikwambia haitakusaidia.
Kitakacho kusaidia ni Yesu peke yake, maana yeye ndiye ana nguvu ndani yako ya kuishinda dhambi. Wala dini haiwezi kukusaidia, itakufundisha hofu ya Mungu, lakini utashindwa kutenda kazi ya Mungu kwenye maisha yako, kwa sababu Yesu ndiye peke yake anaweza kukupa hiyo nguvu ya kuishinda dhambi. Haleluya, haleluya. Uko asubuhi ya leo unasema ninatamani, nimesikia neno la Mungu. Inawezekana umesikia mara nyingi, Basi ninashukuru kwa kutufuatilia. Mungu akubariki sana sana sana. Ninakutaka na wewe mtumishi wa Mungu popote unaponisikiliza, usiache kuifanya kazi hii ya Injili na Mungu atakubariki sana.